Katika Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, la mwaka 2024, Rais Xi Jinping alisisitiza kuwa kufanikisha maendeleo ya kisasa ni haki isiyoweza kunyang'anywa ya kila nchi duniani. Baada ya vita vya pili vya dunia, nchi za ulimwengu wa tatu zikiongozwa na China na Afrika zilipigana ili kujipatia uhuru na maendeleo. Ning Yi ni mwalimu wa chuo kikuu cha taaluma za kimataifa cha Shanghai, yani Shanghai International Studies University, SISU. Anaweka bayana namna China na Afrika zinapiga hatua kwenye ujenzi wa jumuiya ya China-Afrika yenye mustakabali wa pamoja. Ndoto ya China na Afrika ya kufanikisha maendeleo ya kisasa kwa pamoja hakika itachochea wimbi jipya la maendeleo ya kisasa katika nchi za kusini mwa dunia na kuandika sura mpya katika ujenzi wa jumuiya ya China-Afrika yenye mustakabali wa pamoja. Afrika na China zinachukua theluthi moja ya idadi ya watu duniani. Bila maendeleo ya kisasa ya Afrika na China, maendeleo ya kisasa ya dunia hayawezi kupatikana. Kwa muktadha huu, China imependekeza mpango wa hatua 10 za ushirikiano wa wenzi. Katika kipindi cha miaka 3 ijayo, China iko tayari kushirikiana na Afrika kutekeleza hatua hizi 10 za ushirikiano kwa lengo la kusukuma mbele maendeleo ya kisasa, kuimarisha ushirikiano wa Afrika na China na kuongoza wimbi jipya la maendeleo ya kisasa ya nchi za kusini mwa dunia. Aidha, Mwalimu Ning Yi alifanya mahojiano na wanazuoni na maafisa kutoka Tanzania na Kenya ili kuona fursa watakazozipata kwenye hii jumuiya ya China-Afrika yenye mustakabali wa pamoja, sambamba na kuweka bayana changamoto watakazozikabili katika kujenga jumuiya hiyo. Omari Juma Kipanga ni naibu waziri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Tanzania, na Profesa Daniel Elias Mushi, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Tanzania, wanaeleza kwa kina. Changamoto kubwa ambayo tumeiona katika ushirikiano huu, kama nilivyozungumza katika swala la pili, mahusiano haya sana sana yanakuja katika ubadilishanaji wa biashara, kwa maana ya masoko yetu baina ya soko la bidhaa za China katika Afrika, hususan Tanzania, na zile bidhaa za Afrika haswa Tanzania katika soko la China. Na changamoto tunayoona hapa ni yale masharti ya bidhaa zetu zile za kutoka nchi zetu za Afrika, hususan Tanzania, kuingia katika soko la China. Hapa ndipo tunapoona changamoto kubwa sana. Kwa hiyo hapa tungeomba au kushauri vile vikwazo au zile sifa zilizowekwa au yale masharti yaliyowekwa kwa ajili ya bidhaa zetu za Afrika na Tanzania kwa ujumla kuweza kuingia katika soko la China ziweze kuwa rahisi, au ziweze kuwa regulated, tunasema zirahisishwe zaidi, ili Watanzania wengi waweze kuingiza bidhaa katika nchi ya China bila tatizo lolote, kama ilivyo China sasa hivi inaweza kuingiza bidhaa bila kikwazo chochote katika soko lolote katika nchi zetu za Afrika kwa ujumla. Katika kufanya hivyo, tunaamini changamoto hii itakapokuwa imeondolewa, ule urahisi wa kufanya biashara, lakini urahisi wa kubadilishana bidhaa unaweza ukawa ni endelevu. Lakini kwa kubadilishana bidhaa hizi za kibiashara, vile nchi hizi za Afrika zinaweza kujenga uchumi wao, kwa sababu watakuwa tayari wameshajitafutia soko au wameshapata soko la kupeleka bidhaa zao kwa urahisi, na kwa maana hiyo hata uzalishaji unaweza kuongezeka, kwa sababu yule anayezalisha atakuwa na uhakika ana soko kwa ajili ya bidhaa aliyozalisha. Kwa hiyo hapa msisitizo tunasema tu yale masharti yaliyowekwa kwa wenzetu wa nchi ya China dhidi ya bidhaa ambazo zinaletwa kutoka Afrika na Tanzania kwa ujumla viweze kurahisishika, au viwekwe wazi mapema kwamba unapoleta samaki aliyekuwa hai, utaratibu wa kuleta utakuwa ni huu, na masharti ya kuleta itakuwa ni haya, na sifa ya bidhaa inayotakiwa kuletwa
itakuwa ni haya. Kwa hiyo yakisha kuwa wazi, kila mtu akishayajua, itakuwa ni rahisi mtu kuweza kuingia kwenye hiyo biashara na kufanya biashara kwa urahisi zaidi, kwa sababu zile sifa, vigezo na masharti yatakuwa tayari yameshawekwa wazi. Hii ina maana kubwa sana katika eneo hili la mambo makubwa ya kisasa, na hii sana sana tutaizungumzia kwenye mahusiano baina ya nchi ya China na Afrika, kwenye mahusiano sana sana ya kibiashara. Tunafahamu kwamba tumefungua sasa mlango wa kibiashara baina ya China na nchi za Afrika, hususan Tanzania, na kwa maana kama tunataka kutekeleza jambo hili kwa ukamilifu wake, ni lazima tuweze kuhakikisha kwamba bidhaa zetu baina ya nchi hizi au mahusiano haya baina ya China na nchi hizi za Afrika yanakuwa wazi. Kwa hiyo milango iwe wazi kama ilivyo kwa China inavyoweza kuleta bidhaa zake Afrika na kuweza kuzisambaza na kuuzwa katika soko la Afrika. Vile vile China ina kila sababu ya kuhakikisha kwamba inafungua milango ya kuhakikisha kwamba bidhaa sasa kutoka Afrika zinaweza kuingia China na kuweza kupata soko katika nchi ya China bila vikwazo vyovyote. Changamoto ambazo tunaziona katika kushirikiana na nchi hii ya China kwenye baadhi ya maeneo ni kwamba China kweli wana teknoloji na wamekuwa wakipata kazi za ujenzi katika nchi nyingi za Kiafrika, lakini kwenye swala la ubora kuna kuwepo na tofauti sana kwenye masuala ya ubora. Kuna mahali ambapo ubora wa kazi zinazofanyika kwenye kandarasi au contract mbalimbali unakuwa mzuri, lakini kuna mahali pengine ubora wa kazi unakuwa chini. Na changamoto hii tumekuwa tukiangalia kwa mtazamo tofauti. Kuna hisia kwamba kuna mazingira ambayo yanaweza yakawa yanasababishwa na rushwa, kwamba pale ambapo rushwa inatumika ubora wa kazi unakuwa chini na serikali haipati thamani ya fedha yake, au kwa Kiingereza tunasema value for money. Kwa hiyo eneo hili linahitaji lisimamiwe vizuri. Wakandarasi wa China wanaokuja katika nchi za Kiafrika waepukane na rushwa, ili basi jina la China lisiharibike kwa nchi za Kiafrika, na tuendelee kuamini kwamba teknolojia yao ni nzuri na wanasimamia viwango wanapokuja kufanya kazi za majenzi katika nchi zetu. Kwa upande wa nchini Kenya, Mwalimu Ningyi alipata fursa ya kuwahoji Mheshimiwa Kavins Otieno Athere, ambaye ni naibu mkurugenzi Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia cha Jomo Kenyatta, na Profesa Iribe Mwangi ambaye ni mwenyekiti wa idara ya Kiswahili Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwa sababu watu hupenda kununua vitu vya bei rahisi, wengi watanunua hivyo vitu gushi na watajaribu kuviuza. Mara yangu ya kwanza kuja China miaka kama 4 iliyopita, nilinunua simu huku China. Ilitokea kuwa simu nzuri kabisa niliyowahi kuinunua. Kwa hivyo kila mahali ukitaka kununua kitu gushi, kitu cha bei ya chini, utakipata na hakitakuwa kizuri. Ukitaka kitu cha bei ya juu, kitakuwa kizuri na utakipata. Naamini hata bidhaa za Uchina ni hivyo. Kuna zile bidhaa ambazo ni gushi na kuna zile ambazo ni halisi. Sijihusishi sana kwa mambo ya kibiashara ama mengine, lakini nasema kama mikopo ambayo imetolewa, kama imewezesha miundombinu ambayo ina manufaa kwa nchi ile, na imetolewa kwa tuseme ni masharti ama masharti ambayo yalitolewa ni masharti ambayo yanawezekana, ni masharti ambayo hayafanyi nchi ile ambayo imechukua mkopo ule ishindwe kabisa, ikwame kabisa kuendelea kwa sababu ina mkopo na imechukua mkopo ili iendelee. Kwa hile ni sawa, kwa sababu mikopo hii ipo na karibu kila nchi imeendelea kwa kutumia mikopo. Si kwamba hii ndio mikopo ya kwanza ambayo Afrika imechukua kwa sasa. Afrika ina mikopo mingine ambayo imechukua kwa mataifa mengine, na uwezo wa kulipa mikopo ile inafaa iwe imeangaliwa, ama tuseme nini,
chunguza vizuri kabla ya kuchukua mikopo, na miradi ambayo inafanyika kwa mataifa ya Afrika, kwa mfano kama tunajenga miundombinu, kama tukiamua kujenga uwanja wa ndege pahali fulani, sehemu fulani ya kati ya nchi ya Kenya, na utaona uwanja huu wa ndege una manufaa fulani na utaweza kulipa mkopo ule, basi inafaa. Lakini kama ni mkopo ambao bado hujulikani vile utakavyolipika, ni shida. Kwa hivyo kusema kwamba ni mtego, kwamba ni njia ya China kunasa mataifa fulani ili yawategemee milele, nafikiri hapa watu wanajaribu kukimbia zaidi kwenda mbele ya mambo ambayo yanajulikana kwa sasa. Naam, tumalizie makala haya kwa kupata maoni kutoka kwa Dr. Frederick Maiso Bosire, ambaye ni mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Taaluma za Kimataifa cha Shanghai, SISU. Maana siku hizi kuna watu wanaosema China inauza bidhaa hafifu kwenye masoko ya Afrika. Sijui kama uliwahi kusikia mambo kama hayo. Nimeyasikia, lakini ile naweza sema ni kwamba nchi ya China ilichukua nafasi yake kuweza kutuma labda factory ya industry zake katika nchi tofauti za Afrika. Hizi industries zikauliza swali, Waafrika wanahitaji nini? Na Waafrika wako na uwezo gani? Kwa sababu unaposema ya kwamba China inauza labda bidhaa hafifu, si ukweli. Leo hii tuchukue soko la Kenya kwa mfano. 60% ya simu za mkono, simu za rununu ambazo zinauzwa pale. Sasa iko katika kampuni za Kichina. Kwa sababu gani? Kwa sababu it's affordable, wanaweza wakainunua. Jambo la pili, it's quality, wanaweza itumia kwa muda mrefu. Jambo la tatu, kampuni za Kichina wamefanya utafiti mzuri sana Afrika. Na wanajua vizuri wa Afrika wanataka nini. Ndio, ni kama hivyo. Na wakaweka hizo specification kwa hizo bidhaa. Na pia kwako wewe unafikiri sasa ushirikiano kati yetu unakabiliwa na changamoto gani katika siku za mbele? Changamoto zipo. Japo kumekuwa na manufaa nyingi katika ushirikiano baina ya nchi za Kiafrika na China. Changamoto zipo. Nafikiri kubwa zaidi ni ushirikiano baina ya watu. Ushirikiano baina ya watu. Najua China ni mbali sana na Afrika. Ndio, ni kama mimi kufika hapa nilichukua masaa kama 15 na nilikuwa nimetumia ndege. Sasa ningetumia gari sijui ningefika miaka gani. Kwa hivyo unakuta hakuna ushirikiano wa karibu sana baina ya watu wa China na watu wa Afrika. Ushirikiano bado iko baina ya serikali na katika kiwango cha serikali. Ndio. Unakuta hawa wako na rasilimali, wanaweza tembea. Marais wanaweza tembea. Wakitaka kuja watakuja tu, watatembea. Lakini watu wa kawaida hawawezi kupata hiyo nafasi ya kuweza kutangamana. Kuweza kukaa pamoja, kuelewana, kuzungumza, kuwa marafiki. Alafu nafikiri kuna kazi kubwa sana ya kufanya upande ya cultural integration, kuweza kuleta jamii hizi pamoja, utamaduni zao pamoja, kwa lugha. Nafurahi sana. Ndio maana nimefurahi sana kusikia unaongea Kiswahili. Kwa sababu inakupatia nafasi nzuri ya kuelezea wa China kuhusu Afrika. Na vile vile wa Afrika kuhusu China. Kwa sababu wewe unaweza enda Nairobi leo ukaishi, hakutakuwa na shida yote kwa upande ya lugha. Unaweza chukua matatu, unaweza enda kwa hoteli, unaweza enda biashara zako zote tu, unaweza enda shuleni ukasomea lugha ya Kiswahili, ukafunza na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hiyo hali unayo. Ningependa sana kuona Wachina wengi wakiwa nayo. Vile vile ningependa sana kuona Waafrika wengi wako na nafasi ya kuongea, kuelewa lugha ya Kichina.